Mahakama ya wilaya ya Kyela mkoani Mbeya imemhukumu miaka 3 jela ndugu Majivu Paul Bugali mwenye umri wa miaka 25 kwa kosa la kusafirisha bangi kinyume cha kifungu cha 15A kifungu kidogo cha kwanza na kifungu kidogo cha pili C cha sheria ya kudhibiti na kupambana na madawa ya kulevya sura ya 95 kama kilivyofanyiwa marejeo mwaka 2019. Akisoma adhabu hiyo, Mheshimiwa Hakimu Mwandamizi Mahakama ya wilaya ya Kyela Barnabas Mabula mbele ya mwendesha mashtaka Bihemo Dawa Mayengela ilidaiwa kuwa mnamo tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka wa 2024 katika eneo la kijiji cha Mbiasio wilaya ya Kyela, mshtakiwa alikamatwa akisafirisha kiasi cha bangi yenye uzito wa kilogramu 4.38 kutoka Boda Kasumulu kuelekea Uyole Mbeya kwa kutumia usafiri wa magari ya abiria. Adhabu hiyo imetolewa ili iwe fundisho kwa watu wengine wengi wenye nia ya kutaka kujipatia kipato kwa njia isivyo halali ambayo inaliangamiza taifa, kwa vijana ambao ni nguvu kazi ya taifa kuwa waraibu wa madawa ya kulevya. Majivu Paul Bugali alihukumiwa kwenda jela mnamo tarehe 11 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2025. Na mnamo tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka huu mahakama ya wilaya ya Kyela imemhukumu kwenda jela miaka 20 ndugu Emmanuel Uswege Magafu mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa kijiji cha Busale kata ya Busale kwa kosa la unyanyasaji wa kingono, yani grave sexual abuse. Akisoma hukumu hiyo, hakimu mkazi mkuu mahakama ya wilaya ya Kyela Mheshimiwa Andre S. Jau mbele ya wakili wa serikali Bryce Kesi kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo mnamo tarehe 16 mwezi wa kwanza mwaka wa 2025 huko katika kijiji cha Busale kata ya Busale kwa mtoto wa miaka 5 ambaye jina lake limehifadhiwa. Mhanga huyo alishikwa na kuingizwa kidole katika sehemu zake za siri na mshtakiwa huku akiwa amemvua nguo. Adhabu hiyo imetolewa chini ya kifungu cha 138C kifungu kidogo cha kwanza A kifungu kidogo cha pili B cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 kama ilivyofanyiwa marejeo mwaka 2022. Ndugu Emmanuel Uswege Magafu mwenye umri wa miaka 30 amepewa adhabu hiyo ili iwe fundisho kwa watu wengine wengi wenye tabia kama hiyo ya kufanya vitendo hivyo kwa watoto wa kike kwa nia ya kujitosheleza kingono.